Karibu tena kwenye mjadala wetu hii leo, na wakati tunazungumza kuhusu hali ya bidhaa mbalimbali ambazo zimeendelea kupanda duniani, Balkis, ukijaribu kuangalia kwamba bidhaa nyingi zinapanda kabisa, lakini kuna bidhaa ambayo ilikuwa inatarajiwa kupanda lakini inashuka. Yaani tulitarajia itapanda lakini inashuka. Sasa unajua, unavyozungumzia dhahabu unazungumzia bidhaa ya thamani sana, ambayo kwenye kipindi cha crisis wawekezaji wengi wanakwenda kuwekeza kwenye dhahabu wakiamini kwamba ndio security kwa ajili ya kesho yao. Lakini tunafahamu kwamba kwa bei ambazo zimetolewa hivi karibuni, dhahabu imeshuka bei. Na kabla ya kushuka bei, Balkis, ni kuambie tu kwamba dhahabu ilikuwa inauzwa dola 5,000 kwa wakia. Unajua wana vipimo vyao wakia. Sasa mpaka kufikia Machi 31 bei ya dhahabu ilikuwa dola 4,555. Manake utaona kabisa hapo kuna kushuka kidogo kwa bei ya dhahabu. Lakini kumbuka kwamba Benki Kuu ya Tanzania ilikusanya dhahabu tani 19.6 kati ya 20 ambazo ilikuwa imekusudia kukusanya, na baada ya kufanya hivyo ilikuwa tayari imekwisha anza mchakato wa kuuza dhahabu. Lakini kutokana na hizi bei, Benki Kuu ikatangaza kwamba sasa itasitisha kwanza uuzaji wa dhahabu mpaka bei mpya itakapotangazwa. Subiri bana, kwanza ipande kwanza, alafu ndio. Sasa wakati tunalalamika kwamba bidhaa nyingi zimepanda, lakini upande huu dhahabu yenyewe imeshrink. Sasa je, ni wakati wa wanunuzi na wauzaji wa dhahabu kujikita zaidi katika soko hili la dhahabu au mambo yako tofauti katika soko hilo? Tunaungana sasa na wachambuzi wa uchumi kule Arusha. Tuanzie kule Arusha. Elisante Ephraim, kaskazini mwa Tanzania. Elisante Ephraim, fikiri kwa unatafuta jina lake hapo. Elisante, habari za kaskazini mwa Tanzania na karibu sana. Tunashukuru sana, tuko salama na tunafurahi pia kuona mko njema na hali huko studio. Naam, shukrani sana. Kule Budapest, Hungary, yupo mtaalamu wa masuala ya uchumi na fedha CPA Nurdin Igangula. Nurdin, habari za Budapest, Hungary hapo barani Ulaya? Salama kabisa, Mungu ni mwema. Sijui nyinyi hapo studio? Salama kabisa. Hali ya hewa ikoje bwana? Kama unaona nimevaa sweta hapa ya baridi kidogo kapo. Na tuanzie hapo kwako, unatathmini vipi trend ama hali hii ya soko la dhahabu hivi sasa katika kipindi ambacho kumekuwa na changamoto ya kupanda kwa bei ya bidhaa nyingi, lakini dhahabu yenyewe ikionekana kushuka? Ukiangalia kimsingi tulitegemea kilichotokea Mashariki ya Kati kingeweza kupandisha zaidi dhahabu, lakini kilichokuwa kimetokea mwanzo ni speculation ya watu kwenye commodity market, kwenye soko la bidhaa. Kwa maana mwanzoni mwa Januari mwaka huu na Machi, dhahabu ilipanda sana kwa sababu ya kitu kimoja kwenye finance kinaitwa, tunasema buy rumor sell news. Kwa maana wa speculators wale ambao huwa wanapatilia masoko ya bidhaa huwa au wakihisi bidhaa fulani itahitajika au bidhaa fulani itaadimika, basi huwa wananunua sana. Kile ndicho kilichopelekea gold kupanda mpaka kufikia wakia 5,000 mpaka na 500 dola za Marekani. Lakini kwa sababu kilichokuwa kiko anticipated, kilichokuwa kinatazamiwa ni vita, basi vita ilipoanza wale watu tayari wakaanza kuuza ile gold. Kitendo cha kuanza kuuza kwa sana basi ikapelekea ni sishuke kwa sababu supply juu. Hapo ndipo kitu ya pili. Sambamba na hilo ni kwamba wale speculators wakiwa project kitu kitatokea, kikishatokea ndio inakuwa ni faida wao kufanya kisha fedha.
Kwa hiyo mwanzo walipokuwa wananunua sana, price ikapanda, wakianza kuuza prices na. Lakini la pili ni Marekani wamepandisha, kutokana kuna inflation Marekani, wamepandisha interest rate kwenye bonds, kwenye hati fulani za serikali. Wanaona hakuna haja ya kuendelea kupanda hapo, vipi riba, wana bora use katika soko la mtaji, ambapo hiyo pia imepelekea gold kuanza kuuzwa na kutoka kwa kwenye. Na kwa nini serikali huwa inafanya hivyo katika sehemu nyingi? Wakati unatuambia Nurdin, wakati unatuambia kwa nini serikali inafanya hivyo kwenye maeneo mengi, tutarejea hapo kwako, lakini tafadhali tukuombe tu uweke sawa mambo ya sauti, pengine kwa kusogelea karibu na mic ya kifaa unachotumia ili tuweze kupata vizuri. Lakini kwa wakati huu tuelekee kwa Elisante kule Arusha. Elisante, na ametuambia vizuri CPA, ametuambia vizuri kuwa ni kwa nini hili soko la dhahabu kunakuwa na kupanda na kushuka. Elisante atamani atuambie, kwenye kupanda kuna ambao wanafaidika na kuna ambao hawapati hiyo faida, na kwenye kushuka vivyo hivyo. Sasa kuna ambao wanapata hasara na kuna ambao wanapata faida. Ndio. Ni kina nani ambao kwa wakati huu dhahabu imeshuka bei, wao wanaona ni fursa sasa kutumia na kuingia zaidi kwenye soko hili la dhahabu? Nashukuru sana kama alivyoanza mwenzangu CPA Nurdin kwamba mambo yote yanafanyika haya ni kutokana na walanguzi wa soko, ndio speculators ambao wanaangalia taarifa zipi zipo kwenye soko na ukweli ni upi, alafu wanatumia ule mwanya basi kufanya biashara. Sasa kipindi hichi ambapo nasema kwamba bei ya dhahabu imeshuka, inafaidisha nani? Kama kwenye swali lako moja kwa moja, kipindi hichi ambacho bei ya dhahabu imeshuka ndio kipindi cha mwekezaji anataka kufanya biashara ya dhahabu kununua. Sasa ndio kipindi cha mtu ambaye anataka kuingia kwenye soko la dhahabu au biashara ya dhahabu kuinunua kipindi hichi, kwa sababu anaponunua kipindi hichi, tunasema kwenye masuala ya uchumi na uwekezaji, unanunua bidhaa kipindi ambacho bei imeshuka, ndipo unataka kununua sasa kwa ajili ya kwenda kuiuza. Kwa hiyo kama ni taifa ambalo na kama kwa ukubwa sawa taifa kama BOT ambapo inanunua dhahabu kama namna ya kuzuia hatari ya masuala ya kiuchumi, ndio kipindi cha BOT kuzidi kununua na kuongeza tani ya dhahabu katika hifadhi yake, ili basi bei inapoanza kuongezeka baadaye inakuta tayari inayo akiba ya kutosha, lakini pia inapata faida kulingana na bei ya kununua na bei ya kuuza inakuwa ni tofauti. Tukumbuke hapo mwanzo gavana wa benki alisema kwamba wa BOT alisema kwamba lengo ni kuuza dhahabu hii inapofikia bei ya $5,500 kwa wakia. Lakini tunapoongea sasa hivi dola imekuwa ni 4,500, 4,600, huku inapanda kushuka. Kiasi kwamba ukiweza kununua wakia kwa bei ya $4,500 kwa sasa hivi, bado ukauza kwa shilingi $5,500, tayari una faida ya $1,000 nzima, ambayo ni faida kubwa sana kwenye kibiashara. Kwa hiyo ni wakati sahihi kabisa kwa mwekezaji ambaye anataka kufanya biashara ya dhahabu kuingia katika soko. Lakini kinachofanya pia bei hizi inakuja na kushuka ni kwa sababu tunasema kwamba uchumi wa dunia sio uchumi wa mtu mmoja, ni uchumi wa dunia nzima. CPA dunia alizungumzia kwamba baada ya Marekani kuona kwamba inflation, yani ongezeko la bei imekuwa kubwa sana kwao, namna ya kuzuia hiyo lazima waathiri biashara nyingine kubwa ambayo inakinzana sana na biashara ya dola, na biashara hiyo ni biashara ya dhahabu. Kwa hiyo wakachofanya wao ni kuongeza interest riba basi kwenye masoko ya hisa, thamani ya dola imepanda. Kwa hiyo mtu anaona kwa nini nikae na dhahabu hapa wakati nikiweka hela yangu katika mfumo wa hisa au nikinunua dola na kuwa na faida kubwa zaidi. Kwa hiyo ndivyo ilivyotelekea. Kwa hiyo tunaamini kwamba baada ya mfumuko wa bei wa Marekani ukikaa vizuri kabisa, bei ya dhahabu itarudi kwenye bei yake kawaida kabisa na zidi kuongezeka zaidi. Sababu pia ukiangalia kwa kuanzia mwaka jana mwezi wa 10 mpaka mwaka huu mwezi wa 3 mwezi wa 4, bei ya dhahabu ilikuwa inaongezeka kwa kiasi kikubwa sana kuliko miaka yote ya nyuma. Kwa unamaanisha kwamba mtu mwenye hela yake ya kutosha anaweza akanunua dhahabu ya kutosha hivi sasa na baadaye akaiuza kwa bei kubwa? Kabisa Gula, tunategemea kwamba utaanza biashara hii muda mrefu pia. Na ni kwa nini biashara ya dhahabu haijaathiriwa na vita inayoendelea Mashariki ya Kati? Dhahabu ni kinga ya uchumi.
huwa kwenye uwekezaji tunasema kwamba uwekezaji wa dhahabu ni kinga ya uchumi. Dhahabu, bei ya dhahabu mara nyingi kidunia haiathiriwi na masuala ya riba, kwa sababu vitu vingi sana, bidhaa nyingi sana zinaathiriwa na bei ya riba na bei ya thamani ya dola. Lakini dhahabu ni bidhaa ambayo unauza kwenye soko lolote na kwenye nchi yote, kwa sababu wewe mwenye dhahabu unakuwa na uwezo wa kucommand ile thamani ya fedha, thamani ya bidhaa ya dhahabu kuliko mtu mwenye dola au euro au hela yoyote ya kigeni. Sasa kumbuka kwanza, kilichofanya pia dhahabu ikapanda mwanzoni kwanza ni baada ya watu kutegemea kwamba hivi vita vya Mashariki ya Kati vitakuwa na athari kubwa zaidi. Lakini baada ya kwa hiyo watu wakawa wananunua hizi dhahabu kwa ajili ya kukinga uchumi wao, kwamba basi hata dola itapoporomoka au fedha yote geni itapoporomoka, sisi tutakuwa na dhahabu tayari. Kwa hiyo tunaweza tukanunua fedha yote au tukafanya biashara na nchi yote kwa kutumia dhahabu hii. Kwa alikuwa na kinga. Sasa unapoona kwamba hii ni moja kwa njia rahisi sana mtu kuelewa. Dhahabu ni kama bima ya kiuchumi. Kwa hiyo hawezi kuuza bima kipindi ambacho kuna migogoro au hali yako ya kiafya au ile athari bado unaiona. Kwa hiyo kipindi ambacho athari ipo, ile bima yako unaendelea kuitunza kabisa. Athari inapoisha ndipo unaweza sasa kufikiria hivi nahitaji hii bima au sihitaji hii bima. Kwa hiyo baada ya speculation au walanguzi kusema kwamba hali ya uchumi itakuwa mbaya kutokana na vita vya Mashariki, lakini baada ya vita hivi kuingia basi na kutokuleta hali madhara makubwa zaidi ya kutegemewa, watu wanaona basi hakuna haja ya kuuza tena hii dhahabu, hata endelee kuwa kinga kwa kipindi hichi ambacho bado hawajajua vita vitaleta nini zaidi ya hivi. Lakini hali hii pia Marekani kutaka kukaa pamoja na Irani kuzuia kumaliza masuala ya vita inafanya pia bei ya bidhaa ya dhahabu kutokuwa na bei halisi kabisa kwa kipindi hichi cha mvutano huo wa vita vya Mashariki ya Kati. Naam. CPA, bila shaka umekaa sawa CPA Nurdin kama yeah. Yes, okay. Kutoka Budapest tunazungumza bado kuhusu dhahabu hapa. Uwepo wa wafanyabiashara ambao wamejikita kwenye soko hili la dhahabu sasa hivi wanaweza kutumia vipi fursa ya kushuka kwa bei ya dhahabu? Dhahabu pamoja na miumbo wa bei za sasa hivi always inabaki kuwa inaweza kustore value ya pesa yoyote ile, kwa maana speculators wenyewe huwa wanafaidika na hiyo uza panapotokea kuna faida na kununua, lakini haijawahi kuporomoka thamani zaidi kwa sababu dola ya Marekani ina mahusiano hasi na dhahabu au na bei ya dhahabu. Unapoona bei ya dhahabu inashuka, basi jua dola inapanda. Kwa hiyo katika kipindi hiki, kwa sababu ya vita, watu wanahitaji kuwa liquid, wanahitaji kuwa na fedha halisi, kwa sababu chochote kinaweza kutokea. Imepelekea dimandi ya dhahabu kupungua kwa sababu ya watu wanahitaji fedha halisi ili waweze kufanya manunuzi ya kiku hii. Na katika kipindi cha vita, kumbuka, ni ngumu kumtafuta mtu wa kumuuzia dhahabu kwa sababu kila mtu anahitaji fedha aweze kusustain. Na kumbuka soko la dhahabu kubwa sana on bei, kwa maana sehemu ambapo Mashariki ya Kati kuna mgogoro na tungetegemea chemuo au bidhaa ifanyike, biashara ifanyike zaidi katika hayo maeneo, lakini mpaka sasa hivi hali inatarajia kukaa vizuri, lakini bado haijakaa. Ni nafasi nzuri kwa wafanyabiashara ambao wana long term, malengo ya muda mrefu, kuweza kununua dhahabu na kuendelea kuistore. Lakini kwa speculators hanunua dhahabu kwa malengo ya muda mrefu. Hapana, speculators au walanguzi wananunua dhahabu kwa lengo la kuuza muda mfupi baada na kupata faida, kwa sababu hao kazi yao ni kuuza na kununua, kuuza na kununua. Lakini kwa wale ambao wanategemea kunufaika kama biashara ya muda mrefu, bado dhahabu ni promising na haina shida yoyote katika context hii. Naam, wakati CAG anawasilisha ripoti yake, Elisante alizungumza pia kuhusu kuporomoka kwa shilingi ya Tanzania, na moja kati ya vitu ambavyo huenda vingesaidia
kurescue ama kutoa backup kwenye uchumi, shilingi ikiporomoka, basi ni kutumia dhahabu, kwa sababu ukiuza dhahabu utapata fedha za kigeni. Lakini pia wakati mwingine kunapokuwa na uhaba wa fedha za kigeni kama vile dola, unaweza ukauza dhahabu na ukapata dola za kutosha. Kwa hali ilivyo hivi sasa, inaonekana dhahabu tulionayo haiwezi kutusaidia kwenye mambo hayo mawili, sio? Nashukuru sana. Inafaa, lakini tujue kitu kimoja Goodluck, kwamba dhahabu sio uwekezaji wa kawaida, ni uwekezaji wa kimkakati, ni kinga dhidi ya uchumi. Kwa hiyo hatuwezi tu kwa kuwa dhahabu, kwa kuwa fedha dola imepanda, hatuwezi kuuza dhahabu kwa ajili ya kununua dola za Kimarekani kwa kipindi cha muda mfupi, kwa sababu lengo kubwa la uwekezaji wa dhahabu ni kwa ajili ya mkakati, ni kinga uchumi, ni uwekezaji wa muda mrefu. Kwa hiyo hatuwezi kutatua matatizo ya leo kwa kuathiri kesho yetu au kwa kuathiri mpango wa muda mrefu. Tungekuwa na ziada ya yale matarajio ambayo BOT imejiwekea, sababu lengo ilikuwa ni tani 20 kitu kama hicho. Tungekuwa na ziada ya hile pale, ingekuwa ni wakati mzuri sana wa kununua, wa kuuza dhahabu upate fedha za kigeni, sababu pia unaona pia bei ya dola imepanda sana, inazidi kupanda kila siku kutokana na watu tunachoendelea katika Mashariki ya Kati, lakini pia kuongezeka kwa riba katika soko la hisa la Marekani. Kwa hiyo tungetumia dhahabu nyingi pia kununua fedha ya Kimarekani, sababu fedha ya Kimarekani tayari imepanda thamani. Kwa hiyo inashauri pia ili upate fedha kubwa lazima pia uuze sehemu kubwa pia ya reserve ya hii kinga ya uchumi, ili pia upate fedha nyingi za Kimarekani. Na hii ingetusaidia kwa sababu pia tuna biashara ya import na export. Hii ingetusaidia sisi kupata fedha za Kimarekani ili kuwasaidia wafanyabiashara ambao wanategemea pia kufanya biashara kupitia hela za Kimarekani. Lakini pia tunakuja kwamba maamuzi haya ni muda mfupi. Kwa hiyo lakini uwekezaji wa dhahabu ni uwekezaji wa kimkakati, ni wa muda mrefu sana. Kwa hiyo cha kufanya kipindi hichi ni kuhakikisha kwamba tu tunaongeza biashara za import na export, kwamba tunaongeza biashara za kimataifa, ili basi tuuze zaidi nje, ili tuweze kupata fedha hizi za Kimarekani kwa ajili ya kusaidia uchumi. Lakini sio kutoa sehemu hii, sio kuuza kinga hii muhimu sana kwa ajili ya kusolve changamoto za leo, wakati lengo lake ni kusolve changamoto za mbeleni au kama kinga ya muda mrefu sana. Na kwa mantikio sasa, kwa changamoto zilizopo hivi sasa, kwa maana ya kwamba uchumi umeathirika, inflation imekuwepo, lakini tumeona pia kumekuwa na changamoto nyingine. Kwa mfano biashara ya mafuta ambayo imekuwa ikidrive uchumi kwa kiasi kikubwa, na yenyewe bidhaa zimepanda bei. Kwa sasa hivi ni kitu gani sasa ambacho pengine kinaweza kutuokoa ama kikatusaidia kuweza kuweka hali ikawa sawa? Mambo ni yale ambayo pia watu wa maamuzi huwa wapende kusikia sana, lakini kikubwa sana kimkakati ni kuhakikisha kwamba tunaongeza uuzaji wa bidhaa zetu ambazo za ndani kwenda nje. Hiyo ni kikubwa sana, ili tuweze kupata hela za kupata fedha kigeni, tuweze kufanya biashara pia katika soko la dunia. Kwa hiyo ni kuongeza sana uzalishaji wa ndani wa hizi bidhaa ambazo tunaziuza sisi sana kwa nje. Sisi tunauza sana haya malighafi ya sekta ya kilimo na ufugaji. Kwa hiyo ni muhimu sana sisi basi kwenye biashara hizi hapa tukaongeza nguvu kubwa sana kuuza kule, lakini pia kama hivyo kawaida ni kuendelea kupunguza matumizi yasiyo ya kimaendeleo. Tunasema zile matumizi ambayo sio ya kimaendeleo kwenye uchumi, kupunguza gharama za usafiri, matumizi katika ofisi za umma, lakini pia hata zile gharama nyingine ambazo tungeweza kimkakati kuhamisha hizo fedha kusaidia kukava hali hii ambayo inaendelea kwenye nchi. Lakini pia kuna haja ya kuendelea kuboresha mifuko yetu ya dharura kwenye kila sekta ya umma. Panapaswa kuwa na mifuko ya dharura, kuhakikisha kwamba hali kama inapotokea ile mifuko ya dharura basi inatumika kuwasaidia wananchi walio katika hali ya kawaida, lakini hata wafanyabiashara, ili kuendelea kuhakikisha kwamba uchumi wetu unakuwa stable katika kipindi chote hichi. Na kingine kumbuke kwamba kwenye swala la dhahabu wanasema sio uwekezaji wa kawaida. Lengo lake ni kukomani stability ya kiuchumi, yani kuhakikisha kwamba kama kuna kupanda na kushuka, lakini ile thamani ya dhahabu ambayo nchi inayo ina komani stability.
kiasi kwamba naendelea kuzungumzia kwamba kama tungekuwa na akiba ya ziada, basi ingekuwa ni wakati mzuri sahihi basi wa kutumia ile dhahabu, thamani ya dhahabu ambayo imeongezeka kama stability. Na tujue pia kwamba dhahabu hii ambayo pia Benki Kuu ya Tanzania inanunua inapaswa kuuza pia ilinunuliwa. Kwa hiyo pia kuna hela pia ambayo imewekwa pia pale kwenye ile dhahabu. Kwa hiyo hatuwezi tu kuitrade yote kwa timu moja ili kusolve matatizo ya muda mfupi. Lakini pia ukiangalia masuala haya ya vita vya Mashariki ya Kati ni kama inakuja leo, inapotea wiki mbili, inakuja tena, au mnakaa miezi mitatu, wanaanza tena kuja na jambo kama hilo. Kwa hiyo kikubwa sana ni kuwa na kupunguza matumizi katika sekta za umma, kuongeza uuzaji wa bidhaa za ndani kwenda nje, lakini zaidi pia ni kuhakikisha kwamba hii mifuko ya dharura kwenye kila sekta ya kiuchumi inakuwa na nguvu na inapewa kipaumbele zaidi. Na pengine Lisante, dhahabu kwa bei iliyoshuka mpaka hivi sasa isishuke zaidi mpaka kufikia wapi kabla ya kuja kupanda tena, ili kuonesha kwamba sasa ikishuka zaidi ya hapo changamoto inakuwa ni kubwa zaidi? Asante sana. Kwanza wafanyabiashara wa dhahabu wanajua kwamba hawajapata hasara, ni bei imeshuka. Sio kwamba wamepata hasara. Kupata hasara ni pale unaponunua bidhaa, unapouza bidhaa kwa bei ya chini zaidi ya ile uliyonunulia. Kwa kuwa bado hawajafikia ile hatua kwamba bei walionunulia ni kubwa kuliko bei ambayo wanaweza kuuza sasa hivi, bado wanayo room ya kupata faida zaidi. Kwa hiyo tunasema kwamba bei haijaporomoka au hawajaingia hasara bado. Sasa bei nzuri ya kuuzia dhahabu kwa kipindi hichi ni pale ambapo wataweza tu kuvuka ile bei walionunulia, na kuvuka bei walionunulia na zile gharama walizotumia katika mchakato mzima wote wa manunuzi ya dhahabu hiyo. Kwamba kuna usafiri, kuna leseni, kuna wafanya biashara, kuna wafanya kazi, na zile gharama zote ambazo wamezitumia katika manunuzi, ukijumlisha hiyo na bei walionunulia, kama itashuka chini ya hapo itakuwa tayari umepata hasara. Kiuchumi sana ni break even cost, kwamba break even point, kwamba bei yako ununulia na bei yako ya kuandaa ile bidhaa na bei yako kuuzia zikiwa zimelingana, tayari hapo ikishuka kidogo tu unapaswa kuuza bidhaa hiyo. Lakini kwa tunavyoongea sasa hivi wafanya biashara wa dhahabu hawajapata hasara, bei imeshuka kulingana na mategemeo ya awali, ambayo mategemeo haya yametokana na bei ya dhahabu kupanda kwa kasi sana katika kipindi cha muda mfupi. Kwa hiyo bado wana uwezo wa kubaki na kuhifadhi dhahabu hiyo, na kiuchumi sishika shauri kwamba ningekuwa na muda sahihi wa kuuza sasa hivi, wangeendelea kuhifadhi dhahabu hiyo, na tunaamini kabisa baada ya muda mfupi, kwa sababu soko la mfumuko wa bei wa Marekani ukikaa vizuri, tayari bei ya dhahabu itarudi kwenye bei yake na kupanda zaidi pia. Kwa nini itegemewe mfumuko wa bei wa Marekani na mfumuko huo kutoka kwenye Benki Kuu ya Marekani unaenda kuathiri dunia nzima? Kwa nini? Chanzo ni hapo. Marekani amekuwa baba wa kiuchumi kwa kiwango kubwa sana, na hii ni kwa sababu fedha za Marekani imekuwa ni fedha inayotumika kufanya biashara katika almost dunia nzima. Kwenye soko la dunia wametumia fedha za Marekani kama denomination, kama namna basi ya kutambua thamani ya bidhaa. Kwa kuwa yeye basi tayari ameshikilia mwavuli huo wa thamani ya fedha yake, amekuwa pia jambo dogo linatokea katika nchi ya Marekani imekuwa likiathiri masoko ya hisa, sio Marekani tu bali dunia nzima. Hapo ndipo tunakuja kuangalia kwamba je, thamani ya fedha zetu kama nchi za Afrika na nchi za dunia hazijaweza bado kuwa kwenye nafasi ya kuweza kucompete na dola ya Kimarekani. Lakini pia tunajua kwamba nchi ya Marekani pia imekuwa ni nchi ambayo inayo soko kubwa la hisa kuliko dunia nzima. Sasa ushakuwa na soko kubwa la hisa dunia nzima, inaonyesha kwamba wawekezaji kutoka mataifa mbalimbali pia wameka fedha zao hapo, na wameka pia wawekezaji wao hapo. Kwa hiyo Marekani inapoathirika, inaonyesha kwamba hata nchi ambazo zimetumia fedha zake katika uwekezaji zinaathirika pia katika eneo hilo. Lakini kubwa sana ni thamani ya dola ya Marekani dhidi ya fedha yoyote katika ulimwengu. Sasa CPA Nurdin, unaona kwa mwaka huu 2026 utaisha bila dhahabu kupanda kurudi kwenye dola 5,000 na zaidi pengine? Changamoto ni hizo tunaziita macroeconomic shock, kwa maana matukio ambayo hayatabiriki makubwa ya kidunia, mfano kama hiyo migogoro ya Kati,
na mgogoro bado wa Ukraine na Russia, na linaweza likaibuka lingine mara COVID-19. Pamekuwa na hizo matukio ambazo wa speculators walanguzi wakiproject yani, kwa hiyo na macroeconomic shock mara nyingi haiwezi kuzuilika. Mfano Marekani unasikia katika mpango wake wanawaza bado kwenda kushambulia nchi nyingine ya Cuba. Speculators pia wanaweza wakahamia kuwaza kwamba Cuba ikivamiwa huenda ikatokea hili, then price itapanda. Kwa macroeconomic shock zitabaki kuwa zina determine biashara ya kigeni inaendaje. Bado swala la Hormuz mlango au bado vita ya Lebanon na Waisraeli still mpaka sasa hivi. Bado panapatikana tunafuu katika hiyo context ya kidunia, lakini sisi bado hatuipata afueni. Labda niongezee kidogo alipoongelea mtaalamu Asante ishu ya Tanzania kwamba tunafanyeje kutoka kwenye hili. Kitu kikubwa ambacho tunapambana kila siku ni kuagiza bidhaa ambazo tunaweza tukazalisha ndani. Agiza bado mafuta ya kula, agiza bado sukari, agiza bado mchele kama basmati. Kuna vitu ambavyo ni tunaagiza bado mbolea, kati bado tuna natural gas ambayo inaweza tukawa na viwanda vikubwa vya mbolea Tanzania kupunguza matumizi ya fedha za kigeni kwenye vitu ambavyo lakini bado tunaagiza madawa ambapo tunaweza kuweka sector ya uzalishaji wa dawa na nchi. Vitu ambavyo vinawezekana kabisa uzwa importation yake na tusideplete, tusitumie fedha za kigeni kununua vitu kama vibaki, vitu ambavyo ni vya labda mafuta kwa sababu hatuna alternative. Tuna alternative kama gesi. Lakini kwa bado tunaendelea kushauri serikali katika vitu ambavyo ni vya vinaweza kupatikana kuzalishwa na ongeze nguvu hapo ya kutia TISEZA kutia wizara zani ikite katika kuimarisha vile vyanzo vyetu vikuu ambavyo vinamaliza mfuko wetu wa kwenda kukimbia kuuza dhahabu. Tuende kwenye short njia ambazo ni rahisi tunaona, lakini zina madhara endelee kwa ili kwa muda mrefu chumi. Nadhani kwenye hilo lazima chini na kuweza kufanyia kazi. Chechemua export nako sio rahisi sana nchi zetu kama za Afrika, lakini tunaweza tukajitahidi kuuza ili la import bidhaa nyingi. Nadhani inaweza kusaidia kuweka balance baina ya export na Sasa tunakushukuru sana CPA Nurdin Igangula kutoka Budapest, na tunakushukuru pia Elisante Ephraim kutoka Arusha. Tumezungumza hapa tathmini ya bei ya dhahabu duniani.